Hatua ya 4, kukubali kufa kwa ajili ya Kristo. Kukubali kufa kwa ajili ya Kristo. Kifo kina maana zifuatazo. Naposema kukubali kufa kwa ajili ya Kristo, kuna maana ifuatayo. Maana yake ya kwanza ni kukoma kuishi kwa nafsi ya zamani. Kukoma kuishi kwa nafsi ya zamani. Kukoma kuishi. Usiishi kama ulivyokuwa unaishi huko nyuma. Naamua kuacha maisha fulani fulani. Kama ulikuwa unalala masaa 4, masaa 12, unaamua unalala masaa 3. Unakomesha uishi kama ulivyokuwa unaishi huko nyuma. Hiyo namba ya kwanza. Hiyo ndo ni kifo. Kupoteza nguvu na utawala wa ubinafsi. Poteza nguvu ni kifo hiyo. Poteza nguvu na utawala wa ubinafsi. Maana yake mtu unahitaji kumsikiliza Mungu anasema nini ndio ufanye. Haujifanyii kwa sababu unataka. Hiyo ni kifo. Unaifisha nafsi yako. Nafsi yako inaweza kuwa inataka leo kula vizuri. Unaamua bana, mimi siri leo kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Unafisha nafsi yako. Unaifisha nafsi yako. Watu wanaweza kuwa wanaserebuka mahali. Inawezekana isiwe dhambi, unajua. Inawezekana ikawa sio dhambi. Lakini unasikia ndani ya moyo wako, nenda kanisani. Achana na ile sherehe. Kwa hiyo unakufa kwa ajili ya Kristo. Unaenda kanisani, unaomba, unajililia nafsi yako. Unaacha kwenda kusherehekea. Kifo. Maana yake nafsi yako, mapenzi yako yasikuongoze. Hiyo ni aina ya pili ya kufa. Utawala wa nafsi yako. Alafu namba 3, kupotea pole pole kwa maisha ya zamani. Kupotea pole pole kwa maisha ya zamani. Kupotea. Na wakati unaweza ukajikuta wewe ulikuwaga ni mtu wa kukimbizana na mambo ya familia sana. Kuna watu wako namna hiyo, yaani wao hawapitwi na msiba wa shangazi au wa mjomba au wa mjukuu au wa nani. Yaani yeye ndio ameshikilia vitu nyumbani. Sasa kufa maana yake unaanza kupotea taratibu. Alafu unapotelea wapi? Unapotelea kanisani. Unapotelea kwenye mambo ya Mungu. Watu wanakutafuta, wanakuwa siku hizi bana ni mhubiri. Kifo. Hiyo ndio kufa kwa ajili ya Kristo. Kufa kwa ajili ya Kristo. Wakati mwingine unaamua tu naenda kushuhudia leo. Na lay down kazi zako zote. Ni kama unapoteza hivi, ni kama vile wewe sasa unapitwa biashara. Lakini nakwambia hivi vitu Mungu anavihesabu. Mungu anaviangalia. Utashangaa mlango utakapofunguka, vitu vyote ulivyokuwa unavitafuta vitapatikana. Neema yote ambayo ulikuwa unahitaji itafunguka kwenye maisha yako.